mwisho vitaendelea. Kweli kabisa, nipe Biblia neno takatifu, wimbo wa ama nyimbo za Kristo ambayo ni tenzi za rohoni yake Juma Joy. Inasema nipe Biblia, nipe Biblia neno takatifu. Na ndiposa kipindi hiki ambayo ni kipindi ya uchambuzi wa Biblia, kuweza kupata ufahamu zaidi wa neno hili ama Biblia, ndiposa fuatilia ama kwa wakati huu tunaungana na watumishi wa Mungu kutoka katika kanisa la Seventh Day ama ukipenda SDA, wako pamoja nasi hapa. Imekuwa ni kipindi ambao wengi wamekuwa wakifuatilia, imekuwa ni kipindi ambayo imekuwa ya baraka, na ili kuweza kufahamu neno hili la uzima, Biblia, neno la Mungu, uweze kufuatilia kipindi hiki. Tuko na watumishi wa Mungu hapa, na tungependa kusema ya kwamba kipindi inapoendelea ni vyema uweze kutuma arafa, upige simu, maswali ambayo ungependa kuuliza, tutaweza kuyajibu tunapoelekea kutamatisha kipindi. Kwa hivyo ukiwa na swali lolote, ukiwa na jambo ambalo ungependa kujua zaidi, uweze kutuma arafa ama upige simu japo kipindi inapoendelea, na utaweza kujibiwa. Na pia uweze kama ni maswali, kupongeza kipindi, maoni yako, mapendekezo, tunakupa fursa hii. Kwa hivyo nitakuwa nawakaribisha watumishi wa Mungu moja kwa moja waweze kunena pamoja nasi. Karibuni. Asante. Tunawashukuru wasikilizaji siku ya leo. Natumai kuwa siku yako imekuwa njema, na natumai pia umeweza kuwa na afya njema, na hata wale wenye hawajisikii vizuri tunawaombea mema, ili tunaposikia vizuri hata nanyi pia tuwe katika kwa hiyo mwenendo, at least ninyi pia mnasikiliza na mnapata ujumbe. Karibuni kwa siku ya leo kwa uchambuzi wa Biblia, na kama utakuwa na swali ama ya kuongeza, unakaribishwa kwa siku ya leo. Ujihisi huru, na tuko familia moja.
tutaendelea pamoja. Karibu basi. Asante sana ndugu Kevin kwa utangulizi huo, kumkaribisha msikilizaji. Naendelea kushukuru pia kwa ajili ya radio hii Watchman FM, maana wanasaidia wengi kuweza kupata neno la Mungu na pia kusaidika katika maisha yao. Nashukuru pia maana Jumamosi iliyopita kuna mwenzangu mwalimu Stanley ambaye aliweza kushikilia kipindi nilipokuwa na shughuli kidogo za familia. Kwa hivyo tunashukuru Mungu sana sana, na naamini ya kwamba Mungu ataendelea kutubariki katika kipindi cha leo. Ndugu yetu mwalimu Stanley aligusia swala hilo la kurudi kwa Yesu mara ya pili, maana tumekuwa tukiangazia hili swala la kurudi kwa Yesu mara ya pili. Na niseme tu hili ni kwamba kipindi hiki ama mafundisho haya ya kurudi kwa Yesu mara ya pili ni ya muhimu, na ndio sababu unakuta wengi wako kanisani, wengi wanasoma maandiko, maana kuna matumaini ya ufalme wa Mungu. Na ufalme huo maandiko yanasema Yesu atarejea mara ya pili ili akaweze kutuchukua mahali alipoenda kutuandalia. Kwa hivyo nashukuru mwalimu mwenzangu, mwalimu mwenza ndugu Stanley ambaye alituelekeza, na nataka tu siku ya leo mpendwa unayesikiza niweze kumalizia sehemu fulani, maana katika swala hili lote la kurudi kwa Yesu mara ya pili kumekuwa na kukanganya maandiko. Kuna watu ambao wamekuwa wakichanganya maandiko na wanaongea maneno yao ndani ya andiko la Mungu, na ndio maana nimekuwa nikiangazia sana kwa ukaribu kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 40 na 41. Mafungu haya mawili yamechanganya watu wengi mpendwa, na wengi wakasema kwamba kurudi kwa Yesu kutakuwa ni kunyakuliwa kwa siri. Kwa hivyo mimi kama mchungaji Omari nimekuwa nikiangazia hilo fungu, nikikupeleka katika lugha ya Biblia, tukiuliza swali jinsi ambavyo Biblia ilivyoandikwa katika lugha ya Kiebrania na lugha ya Kigiriki, ili iweze kutusaidia kuchambua fungu hili. Aina hii ya Bible study ama ya mafundisho ni ile inaitwa exegesis. Exegesis ni kitu ambacho unaruhusu maandiko yajiongee. Kuna zingine ambazo unaweka illustrations zako au unaweka stories, hiyo nayo ni aina tofauti ya kujifunza maandiko. Lakini mimi nimekuwa nikiangalia swala hili ambalo ni kuruhusu maandiko yajiongelee. Lakini pia ni vizuri mpendwa niombe pamoja nawe, kwa sababu ni baraka wewe kutusikiza, ni baraka sisi pia kuwa katika studio hii na kuweza kufikia siku ya leo. Kwa hivyo nataka tu tuweze kuomba pamoja, na tunapoomba, iwapo kuna jambo ambalo linakusumbua katika moyo wako, mkabidhi Yesu. Kuna wachungaji ambao wametangulia na wameweza kutupeleka mbele za Mungu. Kwa hivyo huyu Yesu ana uwezo wa kutatua hata na shida ambazo unazipitia. Kwa hivyo nataka tuweze kuomba kwa pamoja. Tunaomba. Umdiwe mfalme wa falme, tunakushukuru tena kwa nafasi hii ambao umetuwezesha ili tuweze kuzungumza na msikilizaji mpendwa. Amekuwa akifuatilia vipindi, amekuwa akifuatilia pia station hii ya Watchman FM, kwa sababu inamjenga sio tu hali ya maisha, hata hadi ya kiroho. Kwa hivyo tunashukuru sana pia kwa ajili ya station hii. Tunashukuru kwa mwelekezi wetu. Tunaomba Bwana ukazidishie neema yako, ukazidishie pia na uwezo ya kufikia wengi. Zaidi ya yote, usiku huu wa leo tunapoingia katika fundisho hili ambalo Bwana limechanganya wengi, naomba ukaendelee kutupatia hekima yako, ukaendelee kutusongesha hatua kwa hatua tukiendelea kukufahamu. Nashukuru kwa mwalimu mwenzangu ndugu Stanley, kipindi alichoshikilia na mafundisho aliyotufundisha. Hata kukakuwa na maswali ambayo naamini utatupatia neema zako ili tuweze kuyajibu muda tunapopata nafasi tena. Pia napenda kushukuru Bwana kwa ajili ya kikundi ambacho kimesema kimefurahishwa na vipindi hivi, kikundi cha Lucky Brothers na pia kikundi cha Ngata Amo, ambao Bwana wameamua kusimama na kazi yako. Na waombea wapendwa hawa, maana sio wengi ambao wanajitolea kusimama na kazi yako. Hawa naomba Bwana ukazidi kuwabariki katika maisha yao. Hebu nena nasi usiku wa leo tena kama jinsi umenena nasi hapo awali. Kupitia kwa Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asante, nashukuru sana. Nimetaja kuna baadhi ya marafiki ambao wanafurahishwa na kazi ya Mungu,
inavyoendelea hapa Samburu. Kwa hivyo kikundi hicho cha Lucky Brothers nawashukuru sana sana, na pia kikundi cha Ngata Central Amo kwa ajili ya jinsi ambavyo mnashikilia kazi ya Mungu. Sasa mpendwa, tumekuwa tukiangalia swala hili la kuja kwa Yesu mara ya pili, na tukataja jambo ambalo nilianza nalo tu ni kufahamisha, iwapo ndio mara yako ya kwanza kusikiza kipindi hiki, ni kwamba fungu hili la Mathayo 24, naomba msomaji, Ndio. ili tuweze tu kuambatana, huendekawa kuna yule anasikiza mara ya kwanza kabisa na kuna wale wamekuwa wakifuatilia, tunashukuru. So naomba tu tuende kwa Mathayo 24 mstari wa 40 hadi 41, alafu ndio tuingie katika sehemu ya mwisho ya kuchambua lugha ya Biblia, kuchambua lugha ambayo Biblia imetumia katika fungu hili. Leo ndio itakuwa sehemu ya mwisho, ili Jumamosi ijayo majaliwa katika vipindi vingine tutakuwa tunaangazia masuala ambayo yanaambatana na kurudi kwa Yesu. Maana mwalimu aliyetangulia Jumamosi iliyopita aliongea jambo na maswali yakaibuka kuhusu mambo ya wafu. Itakuwaje siku hiyo? Mambo ya ufufuo, watu watakuwaje? Swala la kifo pia linaguzana sana kwa ukaribu na matukio au kipindi cha kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kwa hivyo nakuahidi ya kwamba Jumamosi itakayofuata tutakuwa tunaangazia mada hiyo. Lakini leo tutamatishe tu kwa fungu hili, maana tuliangalia mambo mawili yamezungumziwa katika fungu hili. Mpendwa kaka Jos, Ndio. naomba uweze kutusomea Mathayo 24 mlango wa 40, inasema hivi. Yes. Wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. 41. Na watu wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. So kuna maneno mawili pale ambayo yanatumika kwa karibu sana katika fungu hilo au mafungu hayo mawili. Moja ni kutwaliwa na kuachwa. Ndio. Na tulipokuwa tukianza kipindi hiki tukasema ya kwamba fungu hili halisemi ya kwamba watakatifu watatwaliwa au watakatifu watawachwa, ama halijasema walioasi ya kwamba wenye dhambi watatwaliwa ama watawachwa. Imeweka wazi. Ni sisi tu katika kuchambua maandiko tunaweza tukasema kikundi ambacho kinawachwa, kikundi kinatwaliwa ni hiki na hiki. Ndiyo. Lakini pia niseme hivi, tulitangulia kuangalia hapo juu mstari wa 37 kitabu hicho cha Mathayo 24. Ndiyo. Tukio hili la watu wawili linaunganishwa sana na kisa cha Nuhu. Ndiyo. Kisa cha Nuhu. Maana naomba mtu msomaji urudi hapo 37 hadi 39. 37 inasema hivi. Naam. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Asante. Sasa akimalizia pale anaendelea ndo aseme alete kisa cha watu wawili kuwa shambani, kisa cha wanawake wawili kuwa katika kusaga, hali ya kusaga. Ndiyo. But inaunganishwa sana na kisa cha Nuhu. Na ndio maana tukasema ili kuelewa fungu hili ni vizuri turudi nyuma, tuelewe kisa cha Nuhu kilikuwa vipi. Hiyo inamaanisha ni the context. The context ya fungu hili la Mathayo 24:40 ni kisa cha Nuhu. So tulipokuwa tukiangalia kisa cha Nuhu, tukaona ya kwamba ile flood ama yale mafuriko yalikuwa ni ya dunia nzima, ilikuwa ni universal. Ndiyo. Yeah? Na tukaangalia neno kuachwa, left, katika lugha ya Biblia ya Agano la Kale ni shawar. Na neno hili shawar tulilichambua kwa undani sana, tukaona ni wale wanaosalia, wanaobaki, the remnant. Ndiyo. Masalio. Na tukaona hawa ni wale ambao waliokolewa katika Old Testament. Na pia katika New Testament tukaona hili neno ambalo limetumika katika New Testament. Tuliliona pale kwa undani ya kwamba neno hili left ni aphiemi kwa lugha ya Kigiriki. Na tukaona pia inakubaliana sana ya kwamba wale ambao wamesalia, wale ambao wanawachwa ni wale wako na uhai wao. Sasa siku ya leo mpendwa, nataka tuangalie ili neno lingine ambalo ni taken. Maana maandiko yanasema nini katika 40? Mmoja
alitwaliwa, mwingine akafanya nini? Akasalia. Hili neno kusalia ndio hilo kuachwa, left. Alafu kutwaliwa ndio neno taken. So leo kwa uwepesi tu, na maana ndio sehemu ya mwisho ya kuchambua fungu hili, ili usije ukatatanishwa na mafundisho ambayo ni kinyume cha fungu hili. Ndio kuna mafungu mengi ambayo yanaongea kuhusu kurudi kwa Yesu, na tuliweza kuelezewa Jumamosi iliyopita. Lakini mimi ninaangazia hili moja tu, maana kazi yangu kama mchungaji na mwanatheolojia ni kutumia ujuzi huu wa lugha kufunua maandiko. So leo hivi tunaangalia neno hili taken. Neno taken katika Agano la Kale ni neno ambalo limetumika kwa njia mbili. Njia moja limetumika kuashiria mataifa ambayo yalishindwa. Na njia nyingine yametumika pia kuashiria individuals, watu binafsi ambao wanashindwa ama wanaharibiwa. So hadi hapo ni kusema kwamba neno hili taken, jinsi ambavyo limetumika hata katika kisa cha Nuhu na vile limetumika katika Mathayo, liko na maana ambaye ni negative, sio positive. Neno taken katika the Old Testament ama Agano la Kale, katika lugha ya Kiebrania, neno ambalo limetumika pale ni lakad. So neno hili lakad, na nikasema uko na uhuru, saa hizi tuko katika era ya technology, unaweza ukatype neno taken in Hebrew, itakuletea lakad. So neno hili lakad, nataka niweze kukupatia mafungu kadhaa tu tuyasome katika maandiko, itufunulie jinsi ambavyo imetumika kuashiria mataifa, kingdoms ambazo zilikuwa taken, ambazo zilikuwa captured, ili tuje tuelewe baadaye kisa cha Nuhu ya kwamba wale waliokuwa taken ni kina nani. Alafu itatusaidia kujibu swali la Mathayo, ni nani wanakuwa taken na ni nani ambao wamekuwa left. Mpendwa, naomba tuende pamoja katika maandiko, na unaweza ukaandika mafungu haya. Ikiwa uko na swali pia unaweza endelea kutuma katika nambari ya simu ambayo tumeweza kuelekezwa, ili tuwe pamoja. Naomba tusome fungu la Yoshua 8 mstari wa 8. Yoshua 8 mstari wa 8 inaongea kuhusu kisa fulani cha watu ama taifa ambalo lilikuwa taken, ili lituelezee hili neno taken limetumikaje, lakad limetumikaje katika Agano la Kale. Mpendwa kaka Josh. Ndio, Joshua 8:8 nasema hivi, kisha itakuwa mtakapoushika mji, ndipo mtauteketeza mji kwa moto, sawasawa na hilo neno la Bwana. Angalieni, nimewaagiza. Asante. Ndio. Naomba kama unaweza enda kwa Kiingereza. Maana Kiingereza sasa inataja neno taken ama kuwa captured. Neno taken na captured, utakuta kuna Biblia zinasema captured, kuna Biblia zingine zinasema taken. Ili tuweze kuwa pamoja na msikilizaji wetu. Yoshua 8 mstari wa 8. Inaongea kuhusu kisa cha Ai, jinsi walivyovamiwa. The Bible says, yes, after you have taken the city, after they have done what? Taken the city. Taken. Kiswahili ilituambia mtaifanya nini? Mtaichukua. Taken. Umepata pale kwa Kiswahili? After you have done what? Taken. Kwa Kiswahili katuambia nini? Turudi tu kwa Kiswahili, maana nilitaka msikilizaji uelewe neno hili limetumika pale ni taken, lakad. Nasema hivi, yes. Kisha itakuwa mtakapoushika. Ndio. So hili neno taken, lakad kwa Kiswahili imesema kuushika. Ndio. Unajua kuushika kaka Jose, mtu anaweza ni vile nimekushika hivi. Anayetusikiza haoni, lakini atadhania ni kama ati nimekushika tu hivi na nikakuachilia. Hapana, ni neno nzito. Neno taken vile limetumika katika fungu hilo ni nzito. Na ili tujue ni nzito, hebu ruka kitabu hicho cha Yoshua 8, enda mstari wa 21 na 22. Tuone inamaanisha nini kuwa taken. Hiyo kushikwa kuna maana gani?
Yoshua Nane. inafafanua pale. 21 Naam. inasema hivi, basi hapo Yoshua na Israeli wote walipoona ya kwamba hao waliovizia wamekwisha kushika huo mji na ya kwamba moshi wa mji umepaa juu, ndipo wakageuka tena na kuwaua watu wa Ai. 22 tena hao wengine wakatoka nje kutoka huo mji kinyume chao, basi hivyo walikuwa wa katikati ya Israeli, wengine upande huu na wengine upande huu, nao wakawapiga hata wasimwache hata mmoja miongoni mwao aliyesalia wala kupona. Asante. Utagundua ya kwamba Yoshua ametumia maneno yote mawili. Ndiyo. Kusalia. Yaani hakuna aliyebakia. No one was left. Hakuna aliyebakia akiwa hai, maana walishikwa na moshi ukaonekana. Kwa ina maana watu hawa, taifa hili lilivamiwa. So neno hili taken katika kitabu cha Yoshua kinaashiria kundi la watu ambao walichukuliwa na wakaangamizwa. Katika Yeremia pia anatupatia sehemu moja jinsi ambavyo neno hili la kad ama taken limeweza kutumika. Yeremia 32 nasema kitu pale kuhusu mji wa Yerusalemu. Ndio. Tatu inasema, naam, kwa maana Sedekia mfalme wa Yuda alikuwa amemfunga akisema, kwa nini unatabiri na kusema, Bwana asema hivi, angalia nitatia mji huu katika mikono ya mfalme wa Babeli, naye atautwaa. Naye atafanya nini? Atautwaa. Ndio. Neno hili twa ndio tunaangalizia. Na kwa Kiingereza inasema he will take or he will take Jerusalem. Neno taken, lakad. So utabiri huu, ili tuelewe vizuri ili neno taken linamaanisha nini, ya kwamba mfalme Nebukadneza atakapotwaa Yerusalemi ina maana gani? Enda tu katika hicho kitabu cha Yeremia 32, enda mstari wa 38. Yeremia 38 mstari wa 28. Samahani. Yeremia 38 mstari wa 28. Inatoa picha vizuri ya kwamba hili neno taken lina maana gani. Hii kutwaliwa kwa Yerusalemu kuna maanisha nini? Ni kipi ambacho Nebukadneza atafanyia Yerusalemu? Inasema hivi 28. Naam. Basi Yeremia akakaa katika uwanda wa walinzi hata siku ile Yerusalemu ilipotwaliwa. Yeremia aliposikia prophecy hiyo, ndio akasalia Yerusalemu hadi siku ambayo Yerusalemu ilifanya nini? Ilitwaliwa. Sasa ili neno kutwaliwa kwa Yerusalemu tunataka tulielewe vizuri, maana liko na maana kubwa. Lakad iko na maana kubwa. Kipindi cha Yesu kitakapofika, kuna wale ambao watatwaliwa. Hebu tuende katika hiyo Yeremia 37 mstari wa 8. Yeremia, maana tumeona mtumishi wa Mungu alikaa tu pale Yerusalemu akishuhudia aone jinsi ambavyo Yerusalemu itatwaliwa. 37:8 nayo anasema nini? Nani nasema hivi, na Wakaldayo watakuja tena na kupigana na mji huu, nao watautwaa na kuteketeza. Asante. Ndio. Kuna mambo yametumika pale kaka Jos. Ndio. Anasema watakuja, watakapokuja watafanyia nini mji? Watapigana na mji huu, watapigana. So ni katika hali ya vita. Ndio. Na watakapopigana katika mji ule watautwaa. They will take it. Ndio. Na nini itafanyika? Na kuteketeza. Kuteketeza. So ina maana neno hili kuwa taken, hakuna kitu kitakachobakia. Maana mji huo utamalizwa. Utaondolewa. It will be destroyed.
utaharibiwa. Ndiyo. So hiyo ni njia moja ambayo neno la kad ama taken imetumika katika Agano la Kale. Tuone pia njia nyingine, kitabu cha Yeremia. Ndiyo. Yeremia 50. Ndiyo. Yeremia 50 mstari wa 2. Inasema kitu. Ili tuingie sasa tuone sehemu ya pili jinsi ambavyo lakad ama taken imetumika katika Agano la Kale. Kisha tutaingia kwa Agano Jipya, alafu tukitamatisha tupatie msikilizaji kama atakuwa na maswali. Ndiyo. Yeremia 50 mstari wa 2. Mstari wa 2 nasema hivi. Mstari wa 9. Tangazeni katika mataifa, mkahubiri na kutweka bendera. Hubirini msifiche. Semeni, Babeli umetwaliwa. Babeli umetwaliwa. Aha. Beli amefedheheka. Merodaki amefadhaika. Sanamu zake zimeaibishwa, vinyago vyake vimefadhaika. Kwa sababu gani? Babeli ametwaliwa. Hiyo tu Yeremia. Yeremia ana mambo mazuri ya kutueleza kuhusu hili neno taken. Yeremia hiyo 51 mstari wa 56. Inaongea tu pia kuhusu huo mji wa Babeli. Samani. Nataka tuende sasa katika jinsi ambavyo neno taken ama lakad limetumika kuashiria individuals. Hizo tumeona ni kuhusu mataifa. Jinsi yanavyokuwa conquered, yanaharibiwa. Neno taken limetumika katika njia ile. Neno lakad limetumika katika njia hiyo. Katika Psalms, Zaburi 59 mstari wa 12. Zaburi 59 mstari wa 12 inatumia neno hili taken, lakad, kuashiria mtu binafsi. Sasa sio taifa. Maana hata kwa Mathayo anaongea kuhusu binafsi. Mtu mmoja atakuwa yani watu wawili watakuwa, mmoja atatwaliwa, mwingine atawachwa. Sasa sio taifa, ni individual. Nayo inasemaje? 59 mstari wa 12. 12 nasema hivi. Kwa dhambi ya kinywa chao na kwa neno la midomo yao wanaswe kwa kiburi chao, kwa ajili ya kulani na uongo wasemao. Inaongea kuhusu wenye dhambi. Watanaswa katika kiburi chao. Ukisoma kwa Kiingereza inasema the wicked are taken in their pride. Ili neno taken limetumika, lakad limetumika pale. Vivyo hivyo kwa Proverbs. Naomba tuende pale katika Mithali 3:26. Mithali 3:26. 26 inasema hivi. Inasema nini? Kwa kuwa Bwana atakuwa tumaini lako. Bwana atakuwa tumaini lako. Naye atakulinda. Mguu wako usinaswe. Aha. Ili neno kunaswa ni maana ya kutwaliwa. Naswa, kunaswa. Wenye dhambi wananaswa kwa ajili ya kiburi, na Mungu anasema hapa atalinda walio wake wasinaswe miguu yao. Yaani wasiangamizwe, wasiharibiwe, maana ni wake. Hiyo Mithali 11 mstari wa 6. Mithali 11 mstari wa 6. Mpendwa, nisikupoteze, maana nilitangulia kusema, na ndio maana kipindi sehemu hii tumeiweka katika vipindi vitatu au vinne ili uweze kuielewa kwa utaratibu. Na iwapo bado utakuwa na maswali, naamini ya kwamba tutapata namna ya kuweza kukupatia mafundisho haya, njia ambayo unaweza ukayapata kwa urahisi kwa njia zingine, ili uweze kufuatilia polepole, usije ukapotoka. Ndio. Aha, Mithali 11:6 inasema 11:6 inasema hivi. Naam. Haki yao wenye haki itawaokoa, bali wafanyao fitina watanaswa kwa hila yao wenyewe. Sasa msomaji, nataka uende kwa Kiingereza ili tuhakikishe ile neno kunaswa ni hilo taken. Ndio. Maana Kiswahili, lugha ya Kiswahili inavyoiweka, uende itatumia neno kutwaliwa au kunaswa, na Kiingereza je? Maana tungekuwa tunaisoma katika lugha ya Biblia ya Kiebrania, ingetumia neno lakad. 11 mstari wa 6. Righteousness rescues those who are honest, but those who can't be trusted are trapped.
by their own greed. Sasa neno trap ndio hilo linaashiria mtego. So taken na mtego ni mambo ambayo yanaendanisha. Ile tunaita synonyms. Synonyms kwa Kiingereza ni vitu ambavyo vinafanya nini? Maana sawa. Zina maana sawa. Ndio. So neno trapped, neno seized, hii yote inamaanisha ni sawa na kutwaliwa. Taken. Naomba tusome fungu lingine katika Agano la Kale ili tuingie katika Agano Jipya. Katika kitabu cha Mithali. Ndio. Kitabu cha Mithali. Tuone Mithali 5:22. Pia nayo inaongea kuhusu wenye dhambi. Na utagundua mafungu haya yote tunayasoma kwa Mithali inarusha swala kuhusu wenye dhambi, inaelekezea wenye dhambi, wasio wenye haki, wasio watakatifu, watatekwa nyara, watafanya nini? Kiswahili hicho kimetumia neno gani? Gani? Mithali? Mithali 5:22. 5:22 inasema hivi, maovu yake yeye yatampata mdhalimu, naye atashikwa. Ndio. Kwa kamba za dhambi zake. Ndio. So hilo neno kushikwa ni lile neno ambalo limetumika katika mafungu mengine ambayo tumeyasoma, ambayo yanaashiriwa lakad, ya kwamba wataharibiwa katika maneno yao. Mpendwa, nataka niende katika Agano Jipya. Maana sasa hapa ndio kuna uzito wa kitabu cha Mathayo. Ukiingia katika Agano Jipya, neno taken kwa New Testament, na tutaanza na hiyo Mathayo 24 mstari wa 40. Nikujuze tu ya kwamba katika Kigiriki ama lugha ya Kigiriki ni kwamba neno taken lina shades tofauti. Linaweza likatumika kwa namna 4 tofauti. Namna ya kwanza, neno hili taken ama jina taken ni lambano. Naomba usinipoteze, maana tumeangalia lakad, sasa tunaangalia lambano, ni Kigiriki ambayo inamaanisha taken. Vile vile unaweza ukagoogle, unaweza ukasearch taken in Greek, itakwambia lambano. Lakini sasa neno hili lambano katika New Testament limetumika kwa njia tofauti. Kwa sababu gani? Lugha ilipokuwa ikidevelop ama lugha ya Biblia ilipokuwa ikikua, kuna vitu ambavyo vinaunganishwa na neno fulani ili lilete maana tofauti. Niseme kwa mfano, neno lambano limetumika kwa njia ya kumaanisha kuchukuliwa kwenda juu. Kuchukuliwa kwenda juu. Na inapotumika katika njia ya kuchukuliwa kwenda juu, halitasema tu lambano. Kuna kitu wataongeza mbele ya hilo neno lambano, na wanaongeza maneno yafuatayo: ana lambano. A-N-A. Ana lambano. Sasa unajua nimekupeleka kwa darasa. Ndio. Na nilisema mafundisho haya mengine wachungaji tunaenda miaka 3-4. Itakuwa ni mbaya nikilazimisha kwa siku moja ama kwa lisali moja. Na ndio maana tumeigawa katika vipindi. Sasa neno ana lambano kwa Kigiriki, Mgiriki anaposikia ana inamaanisha kuelekea juu. Kuelekea juu. Na ni kwa nini nikuambie hii? Maana Mathayo ametumia hili neno lambano, lakini hajaitumia kwa njia ya ana lambano. Maana wale wanaosema ya kwamba mmoja atatwaliwa kwenda mbinguni, hawatumii neno linalofaa. Wanaongea lugha yao kwa Biblia. Maana kama Mathayo angesema ana lambano mmoja wao, then inamaanisha mmoja atachukuliwa kwenda juu. Isipotumia neno ana lambano, kuna lingine ambalo nitakupea fungu msikilizaji. Kuna neno ambalo likiwekwa mbele ya lambano linamaanisha watu wawili waliokaribiana. Kama vile wewe uko kando yangu, mimi niko kando yako. Sasa kwa Mgiriki anapotuona tuko hivi pamoja kando, hilo anasema para. Sasa sio ana, ni para. P-A-R-A. Para lambano inamaanisha watu wawili walio karibu
Walio karibu. Sasa wewe unatolewa karibu na mimi. Hiyo ni paralambano. Ndiyo. Mimi ninawachwa, wewe unakuwa taken, una paralambano. Nataka tuelewe hapo. Maana tukielewa lugha hii ya Biblia, Mathayo haitatusumbua kutafsiri. Wala hatutajigonganisha vichwa vyetu. So jina lingine ambalo linatumika ambalo sasa linamaanisha kuwa captured ama kuwa seized, kunaswa, ni san lambano. Hiyo ni njia ya tatu. Tumeona analambano, kuchukuliwa kwenda juu. Paralambano, kuchukuliwa kutoka kando ya mwingine. Na hiyo ndio Mathayo anasema. Wawili watakuwa shambani, mmoja atafanya nini? Atatwaliwa. Paralambano, ataondolewa kando ya mwingine, huyu abaki. Alafu kuna san lambano, jua san, S-U-N. San lambano, msikilizaji, ina maana kutekwa, kuwa seized, ya kuchukuliwa na. Unajua sasa inamaanisha nini? Kama ni san lambano, inamaanisha hivi, ndugu Kevin. Wakati wewe unachukuliwa pamoja na mimi. Hiyo Mgiriki atasema nini? San lambano. Ya kwamba Kevin was taken with me, with Pastor Omari. Ndiyo. Ama Pastor Omari was taken with Kevin. Hiyo ni san lambano. Na Biblia hiyo haijaongea hivyo, haijasema hivyo. But kuna sehemu zingine ambazo zimetajwa ya kwamba kundi linachukuliwa, san lambano. Njia nyingine ya ine ni kata lambano. Hii mafundisho ya leo. Msikilizaji huyu atakuwa mwanariolojia, naona hivi karibuni. Kata lambano ina maana kuwa overcome, kulemewa. Na Paulo anatumia neno kata lambano sana anapoenda kwa Wathesalonike. Hatutaenda kwa hiyo leo, maana tukienda pale itachanganya msikilizaji wangu. Paulo kwa Wathesalonike anatumia neno kata lambano sana, ya kwamba overcome, watashindwa, watalemewa, wataharibiwa. So kuna njia nne ambalo jina lambano, taken, limetumika katika Agano Jipya. Msikilizaji, nataka nikupeleke taratibu tu kwa fungu ambalo linasema Mathayo sasa 24, jinsi ambavyo limetumia neno hili lambano, limetumia katika hali ya paralambano. Yaani mmoja anatwaliwa kando ya mwingine, anaondolewa kando ya mwingine, anaondolewa, huyu anawachwa, huyu ana afiemi. Tuliona hiyo ndio neno left, ndio kwa Kigiriki afiemi. Mmoja anapo paralambano, mwingine ana afiemi. Yaani mmoja anapokuwa taken along, mwingine anakuwa left. Sasa mpendwa, tuangalie fungu hili ambalo nataka uweze kuliona kwa ukaribu zaidi. Hebu msomaji, tupeleke msikilizaji wangu kwa Matendo ya Mitume 1. Matendo ya Mitume 1, mstari wake ni wa 9. Maana Yesu anapopaa kwenda juu, inatumia neno tofauti. Haitumii neno lambano ya kwamba alichukuliwa kwenda juu. Inatumia neno tofauti la Kigiriki. Hebu tusomee Matendo ya Mitume 2, mstari wa kwanza. Nasemaje? 2 mstari 1 mstari wa 9. 1 mstari wa 9 inasema hivi. Naam. Akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa. Ndio. Wingu likampokea. Kutoka machoni pao. Wachia hapo. Enda kwa Kiingereza. Maana Kiswahili imesema akainuliwa. Sasa tuone Kiingereza itatumia neno gani hii katika hali hiyo ya kuinuliwa. Alafu nikufunulie tu siri ya kwamba kama kweli kutakuwa na kunyakuliwa kwa siri, basi Mathayo ametumia maneno tofauti ambayo hayamaanishi mtu atanyakuliwa kwa siri, ya kwamba kutakuwa na secret rapture. Maana hiyo ndio imetatiza wengi. Inasemaje kwa Kiingereza? Acts chapter 1:9 says this. After saying this, he was taken up to heaven. He was done what? Taken. Ndio. Lakini sasa ukiangalia vile limetumika kwa Matendo ya Mitume, sio ile
lugha ambayo imetumika kwa Mathayo. Maana kama Mathayo angetumia hii neno taken vile imetumika kwa Matendo ya Mitume, basi ingemaanisha mmoja anachukuliwa kwenda juu, anatwaliwa kwenda juu. Na ndio maana kwa Kiswahili ili isilete dhamira ya kutwaliwa imesema akachukuliwa. Unajua ukichukulia kitu unachukua kitu. Sasa yeye akachukuliwa kwenda juu mawinguni. Ndio. Sasa ukisoma neno hili kwa Matendo ya Mitume ambalo limesema taken, kwa lugha ya Kigiriki ni epairo. Kero. Ndio. Kusoma ni vizuri. Na inasaidia. Epairo. Epairo inamaanisha to lift up, kuinua juu. Saizi nikiangusha kalamu hapa, nikitaka kukuongelesha kwa Kigiriki, nitasema epairo. Sisemi hiyo ni bairo imeanguka. Nasema chukua hiyo juu. Yaani uitoe chini ulete juu. To raise up. Hiyo ndio na maana epairo. So kile ambacho kinatendekea Yesu katika Matendo ya Mitume, anachukuliwa kwenda juu. Lakini ukirudi katika kitabu cha Mathayo sasa, ambayo ndio lengo letu. Nimesoma hiyo fungu ili tusitatanike. Maana kuelewa lugha ya Biblia inatusaidia kuruhusu Biblia ituongeleshe. Sio sisi tuongeleshe Biblia. Na kuna watu wana defend Biblia kana kwamba Biblia haiwezi kujiongelea. Hao watu ni waajabu sana. Nadhani hata akina Paulo waliotumika kuandika vitabu hivi wakiwasikia watashangaa. Maana Biblia imeandikwa jinsi inavyoweza kujieleza. Sasa mpendwa, nataka tuweze kuangalia mafungu kadhaa pale. Tuangalie kitabu cha Mathayo. Mathayo 21 mstari wa 39. Ili neno lambano limetumika jinsi limetumika katika Agano Jipya. Mathayo 21:39. Inasemaje kuhusu Yesu? Wakamkamata. Ndio. Wakamtupa nje ya shamba la mzabibu. Ngoja hata tusiende sana. Ndio. Wakamkamata. Ndio. Wakamfanyia nini? Wakamtupa nje. Ndio. So neno la kukamata hapa ni positive ama ni negative? Hiyo ni negative. Limetumika kwa njia ya kinyume. Si ndio? Ndio. Na ukisoma kwa Kiingereza itasema they caught him. Hili neno caught limetumika ni lambano. Ile ambayo imetumika kwa taken. Wakamkamata. Nje. Luka naye anasema the same language. Luka 9:39. Luka 9:39. Pendo unayesikiza. Mafundisho haya tumeyapeleka kwa ustaarabu, kwa utaratibu, ili ukaweze kuelewa vizuri kwa uwepesi na polepole tu uelewe kile ambacho Biblia kinamaanisha kinapotumia matamshi haya mawili taken, left. Ndio. Luka 9:39 inasema hivi, na tazama pepo humpagaa. Ngoja kwanza, samahani. Tutarudi kwa hiyo. Enda kwa Mathayo. Marko 12 mstari wa 3. Marko 12 mstari wa 3 na wa 8. Ndio. Maana inaelezea tu kuhusu Yesu kile walichomfanyia walipomkamata na kumtoa katika shamba ya mizabibu. Walichomfanyia ni nini? Ndio tujiulize swali, na wale watakuwa taken watafanyiwa nini? Ndio. Marko 12. Maana kuna watu wanasema wanataka wakuwe kati ya wanaokuwa taken. Na unatumia Mathayo. Tumia fungu lingine lakini sio Mathayo. Ndio. Maana ukitumia Mathayo ya kwamba unataka ukuwe kati ya watakao kuwa taken, msikilizaji, unajiombea kitu kibaya. Yes, Marko anasemaje? 12:3 inasema hivi. Naam. Wakamtoa. Wakafanya nini? Wakamtoa. Hiyo imetumia hilo jina sasa. Ndio. Kutwaliwa. Wakamtoa. Ndio. They took him. Wakampiga. Huyu ni Yesu anafanywa hivi. Ndio. Huyu Yesu ambaye tunahubiri atarudi. Ndio. Alipigwa. Ndio. Kwa ajili ya dhambi zetu. Si Mungu atusaidie tumuone mbinguni, tumwambie asante Yesu. Na ndio maana tunajifundisha kuhusu kurudi kwake mara ya pili. Ndio. Endelea msomaji. Wakamtoa nje. Hana kitu. Ndio. Enda mstari wa 8. Mstari wa 8 nasema hivi. Wakamkamata. Tena sasa imetumia jina? Ndio. Kukamata. Pale ilitumia kutwa.
kukamata na kutwaa ni maneno ambayo tunasema ni synonyms. Yanatumika sawa sawa, yana maana sawa. Walipomkamata wakamuua. Huko ilisema wakampiga. Ndio. Sasa fungu la 8 inatudhihirishia kilichomfanyika. Malizia. Wakamtupa nje ya shamba la mizabibu. Ndio. Inaashiria tendo la Yesu kuangamizwa msalabani. Ndio. Aliuliwa msalabani. Sasa nataka tuende tena hatua nyingine, turudi sasa kwa ile Luka. Maana Luka pia anatumia hilo neno taken. Maana sasa tumetoka kwa Yesu, tunataka tuangalie an individual, mtu binafsi ambaye pia neno taken limetumika kwake, lambano. Luka 9:39 nasemaje? Luka 9:39 inasema hivi. Na tazama, pepo humpagaa, naye mara hupiga kelele, tena humtia kifafa, huku anatokwa na povu, wala hamwachi ila kwa shida, akimchubua. Asante. Hata ukiachia tu pale ile neno ambayo anasema jinsi ambavyo ulianza ya kwamba pepo zinafanya nini? Kumpagaa. Ile neno kumpagaa kwa Kiingereza imesema evil spirits take, zinamchukua. Lambano, zinamseize, zinamcapture. Maana tulisema pia hilo neno lina maana kuwa captured, kuwa seized. So mpendwa, nataka sasa nikupeleke kwa Mathayo 24 mstari wa 40 na 41. Tuulize Wagiriki, hili neno kutwaliwa ni gani kati ya hizi 4 ambazo tuliona? Ni analambano, kwenda juu, ama ni katalambano, kuwa overcome, ama ni paralambano, kuchukuliwa kando ya, ama ni san lambano? Mathayo 24:40 nasema hivi. Wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Asante. Ndio. Wasomi wa maandiko wa lugha ya Biblia watakubaliana na mimi ya kwamba neno kutwaliwa, teke, jinsi limetumika hapa, na hata ukienda katika vitabu vya wanatheolojia inaitwa lexicon, ambavyo vimeandikwa kwa Kigiriki, vitaonesha ya kwamba neno hili ambalo limetumika hapa, maneno ambayo yamewekwa mbele ya lambano ni paralambano, ambayo tulisema hii ni kutwaliwa kutoka kando ya mwingine, sio kuelekezwa juu. Ni kuondolewa tu kutoka kando ya mwingine. Na tumeona so far katika Agano la Kale, maana maandiko yanaongea kuhusu kisa cha Nuhu, ya kwamba walio kuwa taken na mafuriko waliondolewa. Maana walioingia katika safina ndio waliobakia, waliosalia. So mafuriko yanapokuja, yanakuja kuchukua hawa ambao walikataa kuingia kwenye nini? Safina. Na inamaanisha hivi, hata kama kulikuwa na mtu mzuri lakini hakuingia kwa safina na alibakia nje, alifanywa nini? Alifagiliwa. Mafuriko yale hayakumwacha. Paralambano. Maana wanatolewa katika uso wa dunia, wengine wakiwachwa ndani ya safina, kando ya. So neno hili jinsi ambavyo limetumika katika kitabu cha Mathayo, msikilizaji, naomba uelewe hivi ya kwamba linatumika in the context, sio ya kuchukuliwa kwenda juu, ni kuharibiwa. Maana yule anayekuwa taken, tumeona ni mji ambayo inaharibiwa, inakuwa destroyed. Ni watu ambao wanaharibiwa kwa dhiki yao, kwa ukaidi wao, maneno yao yanawaharibu. So hivyo hapa katika neno hili taken ina maana nini? Nyakati ya mwisho, maana imesema siku za mwisho zitakuwa hivyo. Kurudi kwa mwana wa Adamu kutakuwa hivyo. Ni kwamba kuna wale watakaoharibiwa na kuna wale watakaoachwa kuwa hai. Niseme tu hivi kwa muktasari, maana sasa ningependa kama kuna swali msikilizaji ukaweza kuulizia, maana ninaweka tamati ya fungu hili
siku leo ama usiku huu wa leo, niseme ya kwamba tunapoangalia fundisho hili especially la kitabu cha Mathayo kinapolinganishwa na kisa cha Nuhu, itakuwa ni vigumu ya kwamba neno taken kwa kisa cha Nuhu iwe ni watu waliokaa vizuri, alafu tukija yani taken ni wale waliooshwa na maji, alafu tukija kwa Mathayo tuseme ni wale waliookolewa. Tutakuwa tunajikanganya. Maana taken kwa Agano la Kale na taken kwa Agano Jipya ni sawa. Limetumika vizuri sawa. Halina na tofauti nyingine yoyote. Sasa mpendwa, ili nimalizie tu fungu hili. Maana wanaofundisha ya kwamba kuna kunyakuliwa kwa siri wanaweka maneno yao ndani ya Biblia. Ndiyo. Ukiwaeleza waelezee vizuri vile nimekueleza hii paralambano. Kama inamaanisha atatwaliwa kuenda mbinguni, watakufungulia mafungu mengine mengi, lakini mimi nimekupeleka tu kwa mafungu ambayo yanatumia hayo maneno paralambano, ili kukusaidia wewe unayesikiza. Sasa mpendwa, kama utakuwa na swali lolote, wakati ni wako. Lakini pia tujue jambo hili ya kwamba Mathayo anaposema taken, anamaanisha ya kwamba taken ni wale ambao wanapotea, wale ambao watapotea. Anaposema left ni wale ambao watabakia, wale wataokolewa. Hiyo ndio kitu ambacho Mathayo 24:40 na 41 inaongea kuhusu. Sio maneno mengine ambayo tutaweka pale ndani. Na Paulo pia anatumia katalambano kumaanisha wale ambao watabakia na wale ambao wataangamizwa. Nataka niweze kukomea pale, ili mpendwa unayesikiza, kama una swali au jambo lolote, unaweza kuwa na huru. Nafasi ndio hii. Nambari ya studio ni 0741 287025. 0741 287025. Biblia nyota ya furaha.
swali. Naamini ya kwamba Mungu ametuwezesha kuweza kufuatilia mafundisho hayo, na pia zaidi ya yote tunashukuru kwa usikivu wako, kwa sababu Mungu anakujali, na ndio maana swala hili la kurudi kwake mara ya pili angependa pia tuweze kuelewa vizuri zaidi. Kwa hivyo letu ni kukuombea wewe ambaye umeweza kufuatilia mafundisho haya. Iwapo kutakuwa na maswali, bado najua kwamba tutaweza kuelekezwa, na bado tutakuwa tu tukiangazia masuala ambayo yanahusiana na kurudi kwa Yesu mara ya pili, hasa mambo ya kuhusu wafu itakuwaje siku hiyo ya mwisho, na masuala ya ufufuo. Kwa sasa sisi tutafanya maombi pamoja nawe ili Mungu aendelee kukuelekeza, Mungu aendelee kukusaidia na kukujenga pia katika kujifunza Biblia. Naamini ya kwamba kadri Mungu anavyotuwezesha tutakuwa pia na nafasi ya kuendelea kujifunza. Tuombe. Asante tena Mungu kwa ajili ya mpendwa huyu ambaye amefuatilia kipindi hiki tangu kianze, ambaye amekuwa akisikiza, na hata kuna wale ambao wamekuwa wakiuliza maswali, kuna wale ambao wamekuwa wakipongeza. Tunaomba Bwana ukazidi kurehemu kila mmoja wetu. Zaidi ya yote, utakaporejea mara ya pili, usipatikane na wale ambao watakuwa wamepotosha watu wako ili kwamba wafaidike wenyewe. Lakini wengi ambao umetupatia kibali cha kufundisha maandiko yako, tufundishe kulingana na mapenzi yako, pasipo na kuweka matazamio ya mwanadamu ndani ya andiko lako. Asante pia kwa huyu mpendwa anayesikiza. Najua unamhitaji pia katika ufalme wako, ukaendelee kumuongoza. Wiki hii iliyo mbele yetu ni wiki ya kipekee. Tunaomba baraka zako uendelee kutuangazia. Tunapofunga mwezi huu wa Oktoba tukiingia mwezi mwingine, tunaomba Bwana uwe ni mwezi wa baraka. Nchi yetu ya Kenya tunaelekea katika hali ya uchaguzi. Tunaomba Kristo mwongozo wako, tunaomba baraka zako. Raia wote, viongozi wote, tuweze kudumisha amani na upendo. Ombi letu Kristo ni kwamba wewe ukatupatie hekima ya kuchambua maandiko, na zaidi ya yote kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili. Hadi wakati mwingine Kristo, uendelee kututunza. Kabariki station hii ya Watchman FM, kazi wanayofanya ni kubwa. Kaendelee kuangazia baraka zako. Kupitia kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Asante sana kwa watumishi wangu. Mwenyezi Mungu aweze kubariki. Mnapoelekea Mwenyezi Mungu aweze kuwatenda wema. Anashukuru sana kwa ajili ya muda huu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aweze kuongoza. Na msikilizaji wa Watchman Radio, wewe ambaye ungependa kufuatilia zaidi mafundisho haya, sema ukitaka hitaji watakaohitaji mafundisho haya yote utaweza kupata kwenye YouTube channel, ambayo utaenda kwenye YouTube uweze kuandika Omari Neighbor Ministry, ama uweze kuwasiliana na mchungaji Omari kwa nambari 0729444614 0729444614. Kwa hivyo msikilizaji, sio mwisho tu huu, labda ungependa kuweza kuendelea kufuatilia zaidi. Kwa hivyo utaweza kuingia kwenye YouTube channel pale, ambayo utaweza kuandika Omari Neighbor Ministry, na utaweza kupata mafundisho haya yote. Kwa hivyo natumai uweze kubarikiwa, uweze kuwa na usiku mwema hadi na Jumamosi ijayo. Mwenyezi Mungu aweze kulinda na kuongoza.